Namshukuru huyu Bwana kwa sababu yeye ni mwema, ameniokoa, amenilinda pamoja na nyumba yangu. Tangu tuachane nimemuona akitenda makubwa. Kwa hivyo sitaacha kumuinua na kusema yeye ni Ebeneza katika njia zangu na katika safari ya wokovu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kwa ajili ya wakati tunaenda kurudi katika maandiko ya Zaburi 122 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 9. Tuende kuona vile Daudi mwana wa Jesse aliponena baada ya ushindi ya wana kule Yerusalemu. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yaniambia katika hiyo kitabu aliimba, akawaambia wale wana wa Israeli wasale ama waimbe nyimbo zenye kumtukuza Bwana kwa yale aliyomtendea, akamuokoa na akamulinda, akampitishia maovu, ili akawaambia heri wakae katika neno kuliko kukaa katika maneno. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna tofauti ya neno na maneno, lakini yeye aliwahimiza wasidi kukaa katika nyumba ya Bwana, kwa sababu nyumba ya Bwana ndiyo kuna ushindi, uponyaji na amani. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia hivi, wimbo wa sifa sasa kwa Yerusalemu. Ni wakati walipokuwa wananyenyekea mbele ya Bwana ili wapate kuiona uso wake. Maandiko yatuambia kwamba wimbo huyo walikuwa wanaimba wakipanda kule mlimani, ili ndiposa Bwana apate kusikia kilio chao na akawajibu. Bwana Yesu apewe sifa. Mstari wa 1 yatuambia hivi, nilifurahia waliponiambia twendeni nyumbani kwa Bwana. Miguu yetu imesimama ndani ya marango yako, Yerusalemu. Yerusalemu uliochengwa kama mji uliosikamana. Yuko ndiko kupandako makabila ya Bwana. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Alifurahia sana alipoambiwa twende nyumbani kwa Bwana, na kwa ajili ya kule nyumbani kwa Bwana kuna ushindi, uponyaji na amani. Alifurahia sana kwa ajili kura aliona ya kwamba ndio Bwana alichenga marango ama nguvu zake mahali pale, yoyote atakapoingia katika hema lake atapokea uponyaji na uzima na ushindi. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Akalitukuza neno la Bwana, akasema kule Yerusalemu ndio kuliochengwa mji usikamanayo, na huko ndio makabila wanaopanda ili wampokee huyu Yesu Kristo katika kwa kila kabila. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo katika ile mji Bwana alichenga ukuta wake ambayo ukiuguza utapokea uzima na ushindi. Kwa hiyo mwenye alikuwa anaingia katika ile mji ni mwenye alikuwa ameosha mavazi yake ndani na nje. Hakukuwa mtu wa kupapasa Yesu Kristo. Alienda kule ya kwamba ataenda tena. Alikuwa ameamua kumfuata huyu Yesu Kristo. Na wewe Mkristo ukitaka kufuata huyu mwana wa Mungu, ndio Yesu Kristo aliyokufia msalabani, mimi na wewe tupate kukombolewa, lazima oase mavazi yao ndani na nje, sio tafadhali. Bwana Yesu apewe sifa. Kama unataka Bwana akutumikie, asidi kukutendea makubwa, usidi kuona mengi, lazima oase mavazi yao ndani na nje. Umtumikie huyu Bwana ya kwamba utamtumikia tena, ukae katika neno lakini sio kwa maneno. Kwa sababu maneno yatakupoteza, lakini ili neno la Yesu Kristo alipoacha hapa duniani ni yenye nguvu na mamlaka na uzima na ushindi. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Ni wakati huo, wakati walipofurahia, ni wakati mtu anakuambia tuende tumwabudu Bwana. Sio tuende tukaongea mambo mengi, kwa sababu maneno mengi yapoteza watu wengi. Lakini ukikaa katika neno, wokovu wako itakuwa imara. Utaona ya kwamba kuenda kinyume cha mapenzi ya Bwana ni kumuasi, ni kumsulubisha tena. Kupiga mwenzako vita baridi ni kumsulubisha Yesu Kristo tena. Kumchochea mwenzako ni kumsulubisha, kumsaliti mwenzako ni kutenda yaliyo maovu mbele ya Bwana. Kwa hivyo yeye aliamua akae katika hema la Bwana. Na wewe unaomtambua Yesu Kristo, amua ukae katika nyumba ya Bwana. Lipo lisiloposema sitakuacha Bwana mpaka nione ushindi. Bwana Yesu apewe sifa. Ni wengi watanena juu yako, wasema umekaa mchinga tangu uliingia kanisa. Wengi watasema ya kwamba umeanza kuwa ni kama kanisa unatumikia. Hakuna wakati yeye mwana wa Mungu atasuka atumikie kanisa, ili mimi na wewe aliyotuacha tuitumikie mpaka wakati atakaporudi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni heri kukaa katika neno, ndio ili neno lichenga wokovu wako.
Umwendee huyu Yesu Kristo katika hema yako, umulilie. Vile Sara na Ibrahimu walikuwa wanamulilia katika hema la Bwana. Walikuwa wanakaa wakitoka wanaimba sana. Ndio Bwana akaweka hadi juu yao. Ndio wakakaa maisha marefu, ndio familia ikapata kubarikiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wewe unamjua Bwana, ndio Bwana atasika mkono mpaka mwisho wa doani. Lakini anasema kwa wenye dhambi achafunga mlango. Milango imefunguliwa upate kuingia, ili upate kutubu dhambi zako, ili upate kurejea kwa Bwana. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Ikasiko huko ndiko wapandira na makabila ya Bwana, kama ulivyoamuru Waisraeli waliosukuru jina lako. Kule Yerusalemu, kule mahali patakatifu, ndio kuliopandwa makabila. Vile aliamua wana wa Israeli wakae katika hali hiyo, wakae katika neno, wakae watakatifu, wakae wakiosa mavazi yao ndani ya nje. Yaani kila wakati watubu mbele ya macho ya Bwana, watafakari juu ya Yesu Kristo usiku na mchana. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha kuwasia mwenzako mwovu. Ambia Bwana unichenge vile wewe upendavyo, lakini sio vile mimi nipendavyo. Wacha kupiga hesabu ya kwamba ikifika Tuesday watoto wanarudi shule. Ambia Bwana hayo yote ulikuwa unajua. Na vile unajua kwamba watoto watarudi shule, wewe nipatia afya nzuri, nipatie nguvu ya kutafutia hao watoto. Na kile nilicho nayo kidogo niliweka, najua ya kwamba utafungua njia ili Bwana apate kutenda makubwa katika nyumba yako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maandiko yananiambia Waisraeli walikaa wakimshukuru Bwana. Kwa sababu tukiona kitu ya moja, wakati Bwana alituma Musa kule akapata kuokoa kule Misri, walifika jangwani, hawakuona yale waliotendeka. Wakaanza kumwasi kwa sababu Mungu wetu ni mwenye huruma na neema kubwa, akawasamea na akawainua. Akaona wakati ule tena Wafilisti walianza kuwasambulia, akatuma yule aliye wake mahali pale, ndiye akaenda akasimama pamoja naye. Wakati aliposimama pamoja naye, akatoa dhabihu na sadaka ya hatia na kuteketeza. Wafilisti hawakuangamiza mahali pale, wakakumbuka, wakaweka chini mahali pale, wakamwaga maji chini juu ya hiyo mawe alisimamiza. Wakasema wamekumbuka kile Bwana amewatendea. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ndio maandiko yatuambia ya kwamba hawataacha kumshukuru Bwana, kwa sababu kama vile waliamuru Waisraeli wakushukuru jina la Bwana. 5. Maana uko vilivyokuwa viti vya hukumu, viti vya enzi vya ukoo wa Daudi. Maana uko viliwekwa viti vya hukumu, viti vya enzi vya ukoo wa Daudi. Kule Yerusalemu ndio kuliopanda vitu ya ukoo kavida tofauti katika ushindi wa Daudi. Maandiko yatuambia kwamba huko ndio Bwana aliweka enzi ya ukoo ya Daudi. Aliweka kiapo katika ile Yerusalemu. Kwa vile alikuwa wametenda makubwa, kwa vile waliokuwa wamemwamini kule Yerusalemu, Bwana aliamua kukaa katika ile nchi. Na wewe wacha Bwana amue kukaa ndani yako kwa yale mazuri unayomtendea, kwa ile kitendo unayotenda mbele yake, mpaka inamgusa akiwa katika kiti yake enzi. Kumbuka ni nini uliofanya Bwana ili apate kukuongezea masiku. Kuishi kwako ama kuishi kwangu ni kuachilia neema. Sio watakatifu, sisi sio watakatifu kuliko wale wameenda. Bwana Yesu apewe sifa. Sisi bado hatujatenda kile kilio kukubwa kuliko wale wameasi ama wale wameenda. Kwa hivyo hii muda Bwana amekupatia Yesu Kristo, umepewa siku ya kutubu na kumrudia. Sio kupampasa yeye Yesu Kristo, amekupea ili upate kuchenga wokovu wako kupitia neno. Kwa hivyo bila neno wokovu ni bure. Kwa hivyo soma neno ujue ya kwamba ukipiga mwenzako vita baridi, hiyo ni dhambi mbele ya Bwana. Ukisaliti mwenzako, hiyo ni dhambi. Ukiua mwenzako, hiyo ni dhambi. Kwa hivyo soma neno ndiye pata kufufua katika Ukristo. Ndio ndani yako wokovu ipate kuwa imara. Maandiko yananiambia ya kwamba katika viti vile vya ukoo wa Daudi ndiye aliweka msingi kwa wale walioamini walipata kukombolewa na kuokoka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tunaona ya kwamba katika ile mchi Daudi alipokuwa alililia ile nchi sana,
ndio wote wakakombolewa, pia kukombolewa wakaamini huyo Yesu Kristo. Na wewe mahali huko mlilie Bwana, hata kutema wala kukuacha, atakuweka karibu uende katika vile yeye anataka, lakini sio vile wewe unataka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Uombeni Yerusalemu amani. Akazidi kusema uacha Yerusalemu ombewa amani. Bwana Yesu apewe sifa. Na wafanikiwe wampendao. Yerusalemu ombewa amani. Na wabarikiwe wale wampendayo Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini anasema wale wanaompenda ndio watu wake, ndio wana wa Mungu? Ati uombe amani kule Yerusalemu. Wale wanaokaa waombeo kwa sababu waliamua kumfuata huyu Yesu Kristo. Na akazidi kusema Daudi ya kwamba hao waombewa amani pia wabarikiwe wale wanaompenda Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo wale wanaoomba wale wanaoomba Yerusalemu amani na wafanikiwe wakupendao. Wale akasema wale wanaopenda mwana wa Mungu wabarikiwe zaidi. Kwa hivyo ikiwa roho yako inampenda, utaweka vitina kwa mwingine. Ikiwa roho yako inampenda, utasaliti mwingine. Ikiwa roho yako inampenda Yesu Kristo, utapiga mwenzako vita baridi. Utakaa katika neno na yeye atakuinua. Ndio Daudi akasema wafanikiwe ama wabarikiwe wale wanaompenda Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Na wale wanaoishi Yerusalemu kwa sababu waliamua kuzingatia neno lake, wafanye nini? Wapate kuombewa amani. Ombewa amani katika ile taifa ndio wapate kuinuliwa. Kwa hivyo furugo yoyote isionekane katika ile Yerusalemu, ili amani na upendo wa Yesu Kristo tawale. Ndio jina la Bwana liinuliwa akiwa katika kiti yake Yesu. Anaona ya kwamba kweli kuna wale aliacha wanachua kutumikia neno lake. Na akazidi kusema zaidi, na wale wanaopenda wapate kufanikiwa katika maisha yao. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe chunguza uko upande wake. Unampenda Yesu, saa nyingine umpendi, unamkana. Unachiamulia ama unaamuliwa na Yesu. Ni njia gani unaokaa katika maisha yako? Maisha haya ni magumu sana. Maisha haya lazima ukuwe mtu wa kuomba ndio simame katika neno. Kwa sababu Shetani na yeye ako katika mbio, anatafuta wafuasi wake. Haijalishi ni mfuati aina gani atakayopata, ni mtoto ama ni mtu mzima, kwa sababu Shetani ni Shetani. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ameona wakati wake imeisha. Ni nini ataifanya? Hataangalia kama wewe uliokoko unapenda kitu gani zaidi. Ndio wakati atakunyima, utamsahau huyu Mungu wako. Ni kitu gani unaweza kufanya ndiye alete majaribio kwako akutoe katika laini. Kwa hivyo lazima ukuwe mtu mwenye hekima na busara. Na hiyo hekima lazima itoke kwa Mwenyezi Mungu, lakini si ya kuenda katika mitihani. Ndio Bwana akuchenga katika kiroho. Mwambie Bwana, nahitaji unichenge. Unifundishe njia zako na sheria zako, ndio nipate kukaa katika neno. Yule anayekaa katika neno ushinda vita zaidi, kwa sababu wakati Shetani anakuja mbele yake anajua ni Shetani. Lakini akiwa hawezi akasimama katika neno, hawezi akatambua yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Mara mingi napenda kusema Shetani apiti kwa mwiti, kwa manyumba ama hewani. Yeye Shetani upita kwa wanadamu ujigeuza. Anakuonyesha anakupenda sana, vile Delila alionyesha Samson ya kwamba anampenda sana, anampenda sana, muonyeshe siri zake zote, za nguvu zake, lakini alikuwa na mission ya kumwangamiza. Bwana Yesu apewe sifa. Hata Yudas alikaa na Yesu kwa muda mrefu akiwa mfuasi wake, akienda kila mahali anaona vile vitenda anafanya, lakini hakuamini, alimsaliti. Kwa hivyo na wewe tukikaa katika ulimwengu wa dhambi, lazima usimame katika neno, ili neno lako lipata kuchenga wokovu. Ndio utatambua adui anakuja kutokea sehemu gani, mkono wako wa kushoto ama kulia ama nyuma wala mbele. Kwa hivyo akija kwako utamtambua, utachua yule Shetani, utamkemea. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Uacha kukula na Shetani useme ya kwamba
wacha tukule naye, Mungu atanisaidia kwa sababu nimeokoka. Nani anakuambia shetani unakula na yeye unamwambia naokoka? Usikule vitu vimetabikiwa alafu usema mimi nimeokoka. Lazima mkemee na mkatae. Uweze ukafunika taa ikiwe na waka na blanketi useme ya kwamba kuna nuru mbele. Hakutakuwa nuru. Ati nitaomba tu. Uweze ukaingia kwa simu useme wa kwamba wacha niingie kwa simu kwa sababu Mungu anajua mimi nimeokoka ataniokoa. Lazima ujiandae kuwa Mkristo mwema. Usifunge silaha zako vyema. Wakati shetani anaokuja na silaha zako lazima zikuwe za maombi. Shetani akija mbele yako unajua vile unamwataki. Akija kando, akija mbele nyuma unajua vile unaongea naye. Lakini niulize je, usiposoma hii andiko utajua shetani anakuja mbele yako aje? Je, usipoenda kwa makoti umwililie Bwana, umwambie akufungue, akuinue, utajua acha shetani anakuja kwako aje? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ndio sehemu nyingine inanichuliza nikisoma inaniambia kwamba mwanaume kwa kila rafiki, kuwa na kila rafiki ni mjinga. Kwa sababu hatachua ni lini atanyakuliwa kama Delila. Mwerevu upima. Ukikaa na mtu mjinga utakuwa mjinga. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima kuwa mtu unaona ya kwamba Daudi akisema alifurahia wakati aliambiwa tuendeni kwa nyumba ya Bwana. Hakuambiwa tuende kwa nyumba ya ulevi ndio afurahishe yule rafiki. Ndio wakati atelemewa ampatie kitu, alifurahia wakati aliambiwa tuende nyumbani mwa Bwana. Hakufurahia kuambiwa tuende wapi? Kule pombeni, kule kwa club tukunywe na tustarehe ndio nifurahishe. Wengi wamefurahisha wameenda. Kwa hivyo wewe unakaa chonjo. Kwa hivyo yule anaye na marafiki wengi ni mjinga. Kwa sababu anaperurishwa kama upepo, achue ataangamia wapi. Kwa hivyo lazima ukuwe mtu uko soba. Lazima ukuwe mtu akili yako iko sawa. Unachusi vyema, usichusi vibaya ukuje kuregret. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Wakati tulipokuwa shule boarding, tulikuwa tunasema mimi nitaweka rafiki yule mwanafunzi wako tajiri ndiye ananipatia pocket money kidogo. Lakini wacha nikwambie wewe mwanafunzi, usifurahie na mwanafunzi yule aliye nayo ile probandi kubwa ya 2kg, yule anayo ni snacks mingi, hizi zitakunanza. Kula ile kidogo liko nayo kwa sababu dunia ni mbaya. Dunia ikiwa mbaya inatakikana wewe usame kwa maombi, umuombia Bwana niongoze katika mtihani wangu. Inaweza kuwa wewe unawaka hadi lakini upiti. Sio piti yewe ni mchinga, ambie Bwana sasa nifungue nipate kuona mbali. Siku hizi usichokategemea ati yule hata akiwa nini, takuwa friend yake, hata ikiwa achue hesabu nitamuonyesha. Hiyo itakumesa. Kula ile kidogo yeye naye, amua kusoma, amua kukaa katika Kristo, amua kuwa mtu wa kuomba. Weka rafiki wako wa kwanza Mungu mbele. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu wengi wamepotezwa na hiyo njia. Wanafunzi wengi wetu wamepotezwa na chakula, ama ni uongo? Unaletewa sweet kwa sababu unapenda hizi tamtamu ndogo ndogo. Unakaa snacks hizi ndogo ndogo zinakunyakua. Na wewe mzazi kama uko na kitu, mtoto akifunga, mpeleke aone ile ya 150 inasunguka kwa kioo, anakula. Hata mtu akimwambia twende nikupatie yangu, akitewa hawezi akakula. Sweet ukiona anapenda sweet mnunulie mingi mpaka asahau. Sweet ni shilingi 10. Usiacha aenda akacharibiwe ndiye akafanya ni? Kwa sababu shetani atachua kukuanguza. Kile wewe unaopenda ndiye anakunyakua nacho. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ukuwe mtu wa makini sana. Wewe ukiwa unamfuata Yesu, mtegemee yeye kwamba utamtegemea tena. Kuwa karibu na yeye kila wakati. Wewe ni wakati wa shida, wakati wa furaha. Kwa hivyo usibarikiwe kidogo umsahau. Kimsahau shetani anaingia, anapanda magugu ndani yako. Ndiye anakupoteza, akiingia kwako anaingia kwa watoto pia. Kwa hivyo lazima tumchue huyo Yesu, tutakaaje naye. Kiwa umeamua kuingia nyumbani mwa Baba katika hema yake kumtukuza na kumfuata, lazima ukue chonjo kwa kila wakati. Wewe mtu wa kuomba, kwa kila wakati ombea watoto wako.
Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ombea watoto ndio Shetani akija, kwa sababu apitii kwa hewa, apitie kwa manyumba, anapitia kwa wanadamu wale wameamua kumfuata yeye. Na anakuja akiwa mrembo. Anakuja akiwa anaweza kuja kufanyia vitu mpaka unasema huyu ndio rafiki. Sasa unatupa yule cheni sio rafiki kwa sababu ana senti ya kusaidia, si ndio? Bwana Yesu apewe sifa. Kule kile kidogo lakini kilio kitakatifu kwa Bwana. Kaa ukijua kwamba ukifundisha mtoto vile anaweza kuwa mahali anaenda, kwa sababu dunia ni mbaya. Kwa hivyo usimwachilie ya kwamba tusiachilie walimu msigo zaidi. Hadi sasa mwalimu una relax, wewe unatuma school fees, unakaa. Utapata dunia sio yako. Dunia ni ya wengine Bwana. Kwa hivyo ni kuomba na waambie Bwana aongoza watoto vile wanaenda kusoma, na hao wachue ya kwamba wewe umefanya kazi ngumu ya kutafuta school fees, ya kutafuta kalamu na kitabu. Tuko pamoja wanafunzi. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Kwa hivyo ni Sunday school wako wale wa nyuma wamefanya nini? Wamerara. Tuko pamoja. Wacha kutumia pesa vibaya kusema nitapiga simu na nitatumia zingine. Mimi nitakutumia siku ya moyo kwanza nikupime, ya pili utaziona. Kwa hivyo hii huyu anaacha hata breakfast anakula ile unaona vile iko sio ya white. Kwa hivyo lunch anabeba ugali ya usiku. Lakini wewe unaenda ukiponda ponda hapo ukisema watatuma. Yaani ni kama banki uliwawekea wanatoa na kutuma. Ukumbuke kama kuna mwenzako nyuma, kumbuke kuna mwenzako mbele. Na wewe ukipata zile, umefika university unasema sasa hakuna kitu ndaambiwa. Kwa sababu mimi niko na ID, hizi ninakula ni mimi nitakuja na kulipa. Usije ukalipa vibaya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Nakumbuka mwanafunzi mmoja alipokuwa university mwaka 2002, na wakati huo pesa walikuwa wanapewa mingi sana. Yeye akaona vile mama na dadi ana struggle, aliamua ukatanisha zile pesa kufundishia watoto wao wadogo. Bwana Yesu apewe sifa. Huyu alikuwa nini? Si alikuwa na utu. Sio wengine wanasema wanamaliza na anamwambia, "Mam, hata pesa ya nyumba sina, mam, hata chakula sina." Yaani wewe unakula 25,000 within 1 week. Ama umesongo na life. Bwana Yesu apewe sifa. Hata hurumii huyo mamu. Anaenda Gikomba na pepa nguo. Anaenda Gikomba na pepa gunia ya mboga, analeta anauswa, anaamuka saa 9. Wewe unaharibu kwa sababu uliona mahera, masiringi ni makoini. Aliangalia hata kuhesabu, aliona mama akona pesa mingi, dadi akona pesa mingi, dadi anaamuka saa 9, anashughulika huko na huko, wewe unaendelea kuharibu. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi nasemango mtu akisoma asasoma akuwe mchinga. Anasoma akuwe mwerefu. Tuko pamoja wanafunzi? Mtu akisoma anasoma akuwe mwerefu. Achasoma akuwe mchinga, akumbuke nyuma, asione mahali yako. Najua wengi wakifika colleges na university wanaona mahali wako. Wanasema sasa ndio wakati wetu. Dunia ni mbaya. Dunia ni mbaya. Lazima uitumie vizuri sana, ukuche kulipa mama ama dadi vile alikuwa anaamuka na yeye afurahie, asicha akakuachia laana. Unajua wengine wanaachia laana bila kujua. Wanaona ni kawaida. Usikubali musasi ama guardian yule akonaye anunguniko juu yako, kwa sababu utapokea raha. Kwa sababu yeye harari ana struggle ndio kucha, lakini wewe unaona ni kawaida kusoma. Na hiyo kusoma wako unaona ni kawaida, work hard. Unaharibu kwa sababu uliziona. Kumbuki kuna mmoja nyuma na kuna mwingine mbele na kuna mwingine kwa tumbo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo lazima ufikirie wewe mwanafunzi ukienda mahali pale. Utachipanga aje. Utaomba Mungu umweke mbele.
Ndio wakati wa majaribio kicha, Mungu akukumbuke, umuombe sana, umwambie baba, usiache mama ama dadi alemewe kunilipia school fees. Na ingine unisike tumbo, sijasema kukura ni mbaya. Wewe kura mpaka ukae, lakini utuletee kitu ya maana. Usiende hizo kufurahisha wanafunzi. Ukiona yule ametoka katika familia nyingine anakura akumbuki, na wewe unasema tu unawachoini tu. Usiwe mchinga, tumekupeleka mahali pale ukue mwerevu. Bwana Yesu apewe sifa. Msichana yeye alikumbuka alipofika university, akaona mamu hata ikiwa wakana kitu wana struggle, wao ni wengi. Alisomesha watoto wao secondary 3 na wakapita wakaenda university. Alikuwa anapewa lakini anawawanya. Aliona vile mama alikuwa anaenda kibarua, anawasomesea na baba anatoka, akaona lazima asike huyo mmoja akimaliza. Enyewe Mungu alimsaidia akasomesha mpaka wakamaliza. Na wewe ukipata unavicho na mwambie uchalipa, ati kwa sababu uliona alilipia yule mwingine na wewe unataka pesa na sinalipwa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Umesahau mama alikuwa anakoba maroni aiuzomezea. Baadaye ya kupata unashukuru Bwana, na mimi wacha nimpunguze mzigo, unamuongezea mzigo. Unasema sijalipa, nimekuja nyumbani, wacha nikae. Mama anaenda kuseeka na baba anaseeka. Wewe ndio utakuja kuchuta pastai, itakuwa very late. Kwa sababu kile serikali alikupatia kidogo kutumia vizuri. Ulienda huko kianyahunya huko, ukikira za zako. Ikiwa mwisho utakuja mama ameseeka na dadi ameseeka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Sijui kama hao wanafunzi wakienda wanafunikwa macho. Ndio tunasema ya kwamba wazazi tuwaombe sana. Mtoto anaona mahali ametoka lakini akifika mahali pale anasahau. Sitaki mwanafunzi usahau mahali umetoka. Angalia mahali unaenda, ni maili ngapi unaenda, na kitu fulani kizuri kinaweza kusaidia. Na wewe hata mama na dadi yako msurprise, msema leo mimi nataka kulipia huyu 5k. Ndio na wewe upokee baraka sawa sasa. Si ya kwamba unampea anaweza kuwa ako nayo, lakini wewe msurprise. Wewe fikiria vile niliona katika runinga kijana mwingine akisema alikuwa na shida, hata nyumba inawaangukia wanalala ndani, lakini majirani walijaribu kumuweka mpaka akamaliza shule. Akamaliza na college, mtu mwingine akamuita akampeleka, akamaliza. Anaomba Bwana Mungu sana kwa sababu amekaa miaka mingi acha andiku aende kusema asante kwa wale waliomsikilia. Huyu amepokea baraka. Iliona aliwekwa ma TV sana. Anataka arudi tu. Anaona haya kurudi bure kwa yule aliyomsikilia akakaa mwaka mmoja, mwingine kasikia miaka 4, mwingine. Na wewe ulilewa kutoka chini mpaka juu, ukaoa, ukaolewa, unasema aje? Yeye miaka 2, miezi 3, miezi 5, lakini anaambia Mungu acha give up kwa hii miaka. Lakini Mungu ampatia achawi sasa. Anataka kusarenda kwa kasi ya walimu, achawi. Akipata hata kasi ya kuchunga poma, aende na kasukari tu, ashukuru. Ana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Na wewe mama anakuchalia, anakushughulikia, anakula bora ya usiku, wewe unaenda na kuharibu pesa mahali pale. Hiyo ni mbaya sana. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini sio wote, wengine ni wale wanatenda mema kwa wazazi wao wabariki. Lakini wale wanaotesa tena wazazi zai, waliwasomesea na shida, Mungu awaonekanie na wafungue wapate kurekebisha tabia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu tunasomesa wakue werefu, hatuwasomesa wakue wajinga. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo sisi wanafunzi tunawapeleka mahali pale mkue werefu. Mkie mkitenda yali yake. Kwa transparent kwa msasi wako. Mwambie hera nilipewa imefika hivi. Na wewe tumia ya kwamba unajua, wacha kutumia ya kwamba mama atauza mboga, atauza matunda, akutumie ingine, unaharibu sile umepewa na serikali hata ikiwa unakuja kulipa. Sio shukuru kwanza Bwana ulipewa na serikali. Unashukuru tu. Uingie kwa kanisa useme ni asante. Kwa sababu serikali yetu ilikumbuka kutupea. Kama sio hii hatungeingia katika ushukuru tu. Uone vile Mungu anafungua milango kwako. Lakini wengi wa Mungu kuona mshukuru, mliona ni kawaida,
serikali inawapatia pesa, mkaanza kuitumia vibaya, ndio naona vitu inakwama na apply ingi kwa sababu wakati ulipokea mara ya kwanza ushukuru. Uliona ni kawaida. Kawaida kwani ulienda ukaweka mahali pale wakati uliposaliwa waenda kusomea ukienda kumaliza. Kwa hivyo vitu vingine tusikuchukue kama kawaida. Kitu kingine tuchukue ni Mungu anatenda. Waje nimwambie mimi wakati hiyo pesa ilikuja help na loan. Ati mtoto aingia alipiwa apewa na yapoke hivyo. Ukweli mimi nilipiga makoti nikashukuru. Kwa sababu nilikumbuka kuna wale wangefinyika na watoto wengi wakuwa machambazi hapa nje. Nisema Mungu ni asante umekumbuka nchi yetu. Lakini sijui kama wewe ulisukuru. Uliona ni kawaida leo watoto wanalipiwa. Ikichelewa kidogo leo serikali itupatie elipu. Sijui kama uliweka banki kwao. Kwa hivyo kuna kitu unakataa kushukuru, njia zinafungwa kabisa. Mungu anatujaribu na kitu kidogo tuone tutareact aje katika ile ametupatia. Akiona unanyamaza unakuwa nikauta wewe unakula. Kama uchui kushukuru kitu kidogo, ukipewa kitu kikubwa utashukuru. Kama unakataa kushukuru hiyo kitu kidogo. Chama alisema yeye, bila alienda Karara siku 4, akaenda Karara siku 3, akaenda Karara mwaka mmoja, akasoma form 3 form 4 miaka 2, anaomba Mungu tu hata akipata ya nyumba arudi kula shukuru. Haleluya. Lakini kushukuru ni kipawa, si ndio? Kushukuru na kusaidia ni kipawa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo tukae katika hema la Bwana, tukae na misingi iliyo mema, ndio Bwana atukumbuke wakati wa mwisho. Tuchue kumshukuru Bwana kwa sababu maandiko yatuambia Waisraeli waliamuru walioshukuru jina la Bwana. Lazima ushukuru Bwana. Kwa sababu kukaa na kuishi ni kwa ajili ya neema ya Bwana. Sio umechukuta ni wengi wamelala, wameraswa. Ni wengi wanahangaika, hawana karo ya kuwapelekea watoto. Lakini ile kidogo umepata, make use of it. Na wewe ukipewa mwanafunzi, tumia vyema. Ambia Bwana ni asante. Wacha kumwambia ya kwamba hivi na hivi, yule niliona alipewa 1,000, mimi unanipatia hii kitu. Yaani unaenda kwa sababu uliona mtoto wa tajiri alikuwa ni 2,000 na wewe unataka upewe hiyo. Umesahau ya kwamba Mary yako kwa shule, Choni anasoma, mwingine ako kwa tumbo. Wewe unataka? Bwana Yesu apewe sifa. Onyesana mfano ulio mwema. Jamaa alisema alipokaa miaka 2 kule, wale Maria alikuwa walimtamani kuwa mtoto wao. Najua kama mahali mtu akutamani kuwa mtoto wake. Bwana Yesu apewe sifa. Mama yeye akasema alishuhudia. Akasema huyu alikuwa mtuma anakimbia lakini wale wake wanakataa. Wanaona ni kawaida. Bwana Yesu apewe sifa. Kama tabia kuona, ambia Bwana unifundishe tabia. Bwana Yesu apewe sifa. Waambie Bwana kaa pamoja nami. Niongoze vile upendavyo. Unajua kuna mtoto anaweza kukaa 4 years in secondary school, hawezi akafukuza hata akiwa na deni. Kwa sababu ya tabia zake na miendo yake mema. Akienda kwa mwalimu ananyenyekea, anaongea katika njia za hekima. Sio kwenda kucheka na mwalimu ovyo ovyo kule. Alafu mambo mengine yakitokea mnaleta excuse nyingine ya upuzi. Wewe njoenda ukuro uchuo unasoma. Mwanadamu ni mwanadamu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa serious na kusoma. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mwalimu mmoja niko naye ananiambia sasa tunacheka na wanafunzi tunacheka nini? Tunacheka na walimu wa staff yangu tunacheka nini? Sisi hapa elimu yetu ni kuja kufunza. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo wewe mwanafunzi ukutuma mahali pale, hasa watu wa college university, wacha kucheka ovyo ovyo kama mtu mjinga. Unajua hiyo kucheka inaleta masao mabaya ama? Kuwa mtu uko strict. Uko principle. Sio kucheka ovyo ovyo kienda mahali pengine unacheka ovyo ovyo. Bwana Yesu apewe sifa. Kuwa mtu uko principle Bwana. Mtu uko na msimamo wako, unachua kile kilio nipeleka mahali pale ni kitu fulani. Na mahali pale nataka nisome.
Mimi sijakataa kuchipondoa, lakini chipondoa na njia iliyo nzuri. Unachipondoa ukiwa na name kusoma, sio kuchipondoa ukiwa na name negative. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo sisi tunafundisha watoto wakuwe werevu, sio waji. Baadaye wakuja wajisaidia, hata ikiwa watu tayari hawatakuwa chokora, hawatakuwa wanahangaika. Bwana Yesu apewe sifa. Wakuwe watu wako na msimamo. Wakuwe watu wanamjua Bwana. Hata ukikutana na mtu university college, unamshuhudia, unamwambia mimi natoka nabii, acha kujificha kule. Mwambie mimi nakula neno pamoja na vitabu, hiyo tosa. Ukisikia mwingine anakuja na njia nyingine, unamwambia ngojea kidogo nimaliza masomo. Kitu ya maana katika maisha ya kisasa ni masomo. Ukisema soma utaheshimiwa. Ukikataa kusoma ukiwa na njia mbili utadharauliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. 7. Amani na ikae ndani ya kuta zako na kufanikiwa ndani ya machumba yako. Amani ikae katika ukuta ya wana wa Israeli. Ikae katika nyumba ya Daudi pamoja na Yerusalemu wa ukubwa. Na amani isidi kukaa kwa yale yote ametenda mbele ya Bwana. Kuna jambo unaweza kutendea Mungu wako na Mungu aona hata kuacha mpaka mwisho. Kwa sababu anasema tenda mema kwa yule anayekutendea mema. Usikubali utenda maovu, ukubali mazuri baadaye. Kwa sababu ni maandiko yanatuambia ya kwamba amani ikae ndani ya kuta zako za Yerusalemu. Mahali alisimama akaomba na Bwana akamjibu. Mahali alisimama akaita Bwana akaonekana katika ile nchi. Mahali alisimama akaomba baraka na amani zikatokea mahali pale. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maandiko yatuambia, akaambiwa amani na ikae ndani ya ukuta zako na kufanikiwa katika machumba yako. Kwa hivyo yule anaomtegemea Yesu Kristo hawezi akalemewa. Yule anaomcha Bwana hawezi akapungukiwa. Yule anaomwita Bwana usiku na mchana hawezi akamwacha kamwe. Hata likiwa zito gumu atapenya mahali pale. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Kwa hivyo kaa katika neno ukiogopa kutenda yaliyo maovu. Ukiogopa kutenda yaliyo maovu ni kudurumu mtoto wa jirani yako. Ni kupiga jirani yako vita baridi. Ni kupita mwenzako kumtendea maovu, kumdhurumu. Hiyo ndio kuogopa kutenda kwa Bwana maovu. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini maandiko yaniambia atakaa katika ukuta ila amechagua. Atakaa katika mlima wa Sayoni. Atakaa kama msingi wa imara na hata tingisika kamwe. Wacha Bwana akae ndani yako. Usiwe mtu wa kubabaika. Usiwe mtu wa kubabaisha huyu Yesu Kristo. Simama ya kwamba utasimama tena, ukataliwe, upendwe, lakini mkumbuke huyu Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Shetani anajua ya kwamba ukataliwe utatoka kwa neno. Unajua Shetani anatuchunguza. Anajua vilivyo tulivyo. Anajua huyu mtu ameokoka nikifanya hivi. Nikiongea maovu kwake sana ataacha neno la Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo hiyo mambo mingi isiyo vitiso kwako. Kuwa na neno ndani yako linaloweza kujenga wokovu. Vitiso vingine waacha, kwa sababu ni kama kelele ya chura iweze kuzuia maji, ng'ombe sisikunywe maji. Kwa hivyo kaa ukimtumainia Bwana, useme mimi nakuongojea. Ingine chua kunyamaza, waambie hao maadui wangu wachibu wenyewe. Wewe wachibu, kwa sababu mimi yamekuwa mengi, wamekuwa wengi. Wewe wachibu. No, niachie ushuhuda. Haleluya. Bwana hawezi akakuacha hakika kiwa unaomba katika roho yake na ukweli na upendo. Mwambie Bwana, nipiganie vita, niamkapo, nilalapo nikuone, nikushuhudie. Na kila mahali utamaraki kila kando, na kwa watoto wangu wakumbuke, kwa sababu Shetani achafurahia nikisimama pamoja nao.
Unafikiri Shetani anafurahia ukisimama na yeye na Mungu? Hawezi akafurahia, anatafuta mbinu ya kukutoa mahali pale. Shetani akiona unaenda kufaulu katika njia zako, analeta magonjwa, analeta vitizo, ndio kimbie Kitui, kimbie Mombasa, kimbie Tanzania, aenda kutafuta mganga mkubwa. Lakini katika maandiko ya Zaburi 115 yaniambia, nani aliye mganga mkubwa isipokuwa yeye mwana wa Mungu? Bwana Yesu apewe sifa. Mungu wetu ndiye anayokuja kuhukumu miungu. Wacha tumtukuse yeye, asije akatukuze sisi. Tumwabudu ya kwamba hatutamwabudu tena. Tusimame katika neno hata usite ikiwa wewe wacha kuhangaika. Kwa sababu Bwana anajua mwanzo na mwisho. Alijua ukipika tarehe hii utakuwa na vita kali sana. Lakini Bwana atanena na malaika wake wazuke na kufanya nini? Na kukuinua. Kwa hivyo usione kitu kidogo anze kupapaika, uanze kuhangaika. Mengi yanayokuja kwa ajili ya kutia nguvu katika safari. Usipojaribiwa utamuona ya kwamba kuna Mungu ako na wewe. Usione ya kwamba amekuacha, ili anataka imani na neno lake litimie. Kwa hivyo tukae tukimuita usiku na mchana. Wewe unaompenda huyu Yesu Kristo, uchiache Shetani apate nafasi ya kuchenga magugu ndani yako. Wewe muabudu huyu mwana wa Mungu ya kwamba utamwabudu tena. Muendee yeye peke yake usiku na mchana. Wacha kusikia kitu kuamuka na kubabaika. Mwambie Bwana ni asante kwa kila jambo, tumshukuru Bwana. Tumwambie ni asante kwa ajili haya yote nimekutana nayo, wewe unayajua vyema. Na kukaa mpaka wakati huu ni kwa ajili ya neema. Na kuishi na yale yote nilio nayo ni wewe Bwana, utukuzwe. Umpatie sifa kwanza. Sio kulalamika. Kusema nimefika head end. Unaweza kufika leo Tuesday, mtoto anaenda shule, kesho Mungu atenda ishara na miujiza. Inanikana na imani ulio nayo na matendo. Imani vile unaomwendea Yesu Kristo. Maandiko yananiambia usiwe na dota yoyote, usimpapase. Anaonekana siku ya mwisho. Zairo unaona ya kwamba sina hata wise. Kuomba umeomba sana, umefunga sana, uchaona, lakini anakuja last minute. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo Bwana akija na kuonekania, wewe mshukuru Bwana. Mwambie ni asante mpaka hii tarehe sijapata school fees. Mpaka hii tarehe sijapata hata uniform. Lakini nakushukuru kwa sababu hii ni mali yako. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa hii ikiwa ni mali yako, uwezi ukashindwa. Ili mwanadamu usindwa, lakini wewe uwezi ukashindwa. Omba katika njia za imani. Kwa mtu mwenye ujasiri. Kaa katika neno, mwabudu Bwana. Mwambie Bwana najua wewe uwezi ukashindwa. Kiwa nimeteresa, nimeenda kinyume, naomba msamaha. Bwana Yesu apewe sifa. Kitabu ya Mathayo yatuambia tumepewa muda wa kutubu na kumrudia Bwana. Kwa hivyo usione ya kwamba amekuacha, amekupea muda. Muite kwa kila jambo, one ni wapi ulielekea katika safari ya wokovu. Mwambie Bwana, ikiwa ni mimi nimeasi, naomba msamaha. Lakini ikiwa ni vita ya mwanadamu, wewe najua wewe ni mshindi kwa sababu ulizinda kule. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo unatubu kwa kila jambo, unamuita Bwana, unamwambia Bwana, Mungu wangu nakupenda. Ikiwa sijaenda katika njia zako, naomba Bwana unifundishe njia zako. Unifundishe vile naweza kuenda mbele yako. Unifundishe vile naweza kusali, hiyo nikufikie niguse vazi lako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo uache kuomba siku 2-3 una give up. Unaanza kuhangaika, watoto wananisumbua, unanisumbua hata sijui ni nini, mnaenda kumtasomea zure imefunguliwa. Mpaka unafanya watoto wana give up kusoma kurevise. Anasema ikiwa mama analia hivi, anasema baba anamsumbua, hana kazi, Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Unamwambia una kazi, unafikiri huyo mtoto ataenda perform? Kimuonyesha yana kwamba una kazi, kuna shida, kwa hivi na hivi. Mambo mengine unajua, wanasema wanaume wanalia nje ama ndani. Ni wanaume wote wanalia ndani kweli? Yaani unaonyesha mtoto vile huko. Unakuja na hasira unafuruga mama, Mama anakuja na kuambia na wewe ni kitu gani kama tunakurara njaa? Leo tumekula ugali asubuhi na jioni ugali. Yaani unaona hakika ana. Lakini wewe unamchongoa mbele ya watoto.
Unamwambia sasa mimi iko hivi na hivi. Mama tuko. Umesikia wazee wanalia kwenda ndani. Wazee, uacha kupea wazee majaribio bwana. Unafanya mzee mpaka afikirie kwenda kuiba. Niliona dada mmoja alipea mzee wake majaribio mpaka akaamua kwenda kuuza kuua mahali anienda mchengo, akapepa kuibara aende kuuza ndio wapate chakula mingi. Siwaje kupatia mzee pressure bwana. Kubali vile alivyo, kama ana. Kwani ataenda kuiba kulete? Waje kulalamika ati wewe ndio na asoro, unaenda unaosa nguo. Ndio Bwana amekuweka hivyo. Sio kuve basi waache kuasoro. Mzee alinde watoto. Sasa kama unateta, yeye akileta anateta, wasee mnateta. Sio umesikia. Hawateti. Wewe ukiwa kwa nyumba naweza kuwa kwa nyumba. Toero hia anakuliza, "Wacha upate kibarua kidogo." Ai. Unasema hata socks wewe ndio siku hizi unamnunulia. Yaani unaongea hata namba 1 wewe ndio unanunua. Ni ukweli, unajua lazima niwaambie ukweli. Kwani unateta. Yaani hiyo tu, labda amekosa miezi ngapi, lakini unamwanika mbele ya maadui. Na maadui anafurahia, anaenda na kaza. Na baadaye anakuja kuambia, Jeni, umesumbuka sana. Sio ndio ujikalise. Na wewe unaamua kuwa. Lakini wakati mzee Mungu anaenda na vumilia tu, anarudi mahali pale, Mungu anambariki, unapata ameenda ameandikwa vizingine kubwa. Kwa vizio sio umemtoroka. Ameenda wese sasa ameamua vile yule alinitoroka, atakuwa na msimamo. Kuna wale wanasomesha watoto, kuna wale wanakataa. Nani alikutoa kwa nyumba? Kuna mtu alikutoa kweli? Kwa hivyo enda usomesha watoto kwa chini. Sasa utaenda wapi? Na ofisi ya watoto wanajua wamama wamekuwa kiwewe. Unaenda huko nafukuzwa na watoto. Kila ni mimi nitakuwa huko, nitakuwa mkali. Hii sitakuruhusi. Sasa umeenda hivi ndio kusanya zake kwa sababu umeona amepata ka. Sasa ile unagoja kurejelea kurudi. Mzee ameoa, amechapa watoto 3. Utarudi wapi? Niambie utarudi wapi? Kwa sababu sasa utarudi waanzie kijiko. Na ungekuwa mbali, ungekuwa unavumilia, mvumilivu urambi. Uvumilie, muendelee, muende mbali. Lakini kwa sababu wewe uko na haraka ingine ivai. Kwa sababu unaangalia huko na huko, unasema yule anakaa vizuri. Hata yule alijikaliza anakaa vizuri. Na wewe unaamua kwenda kukaa. Uchui neema yako sio ya yule. Uchui yule aliamua kukaa vipi. Na wewe unataka kuwa si akupeleka college basi. Ujue vile alikuwa anakaa. Dunia ni mbaya. Hii dunia ni mbaya, inataka tujifunze na tusike hivi tusije tukapotea. Kwa sababu wengi wamepotea na hiyo njia. Unamtusi wewe unavaa nini? Kama anakuliza, na wewe wakati alikuliza alikuwa anakutusi. Au kwa anakutusi. Angalia, usije ukawa na upendo wa macho lakini sio wa roho. Bwana Yesu apewe sifa. Usije ukampenda Saida akona hera na Saida hana, unamdharau. Hiyo sio ndoa. Ndoa unasema kama nakufa tukufe pamoja. Hata Mungu wetu akiwa anakaa katika kiti yake enzi anafurahia, anafungua milango na madirisha ya baraka. Ndio naona ya kwamba maandiko yatuambia ati wafanikiwe wale wanaokaa katika yule mchi mtakatifu. Wale wameamua kumfuata Kristo wakiwa wawili. Sio mmoja ni keukeu, uko kasi lakini unatesa bibi na mtoto. Utaki kuleta chakula, unamwambia deni ilikuwa mingi. Kwani deni unaenda unakula peke yako unakumbuka. Ile machozi mtoto analia, utapata amani. Unajua kama wewe mama unaenda unasema Bwana anunue na labda anaenda leo achapata mchengo. Mnaacha tu watoto, mnaruhusiana. Watoto ni wako. Watoto ni wao, wacha wakae hivi. Wewe unaendelea kwenda kasi unasema madeni ni mingi. Ile machozi mtoto anamwaga ni mbaya. Utapata amani katika maisha yako. Kwa hivyo sisi kama wanadamu wa Kristo turekebishe. Mahali ndipo tupate baraka kutoka kwa Mungu. Tusije tukatawanya na baraka. Unajua wengi tukengua mbali sana, lakini tunapoteza baraka kwa sababu tuko na kiziriziri. Tuko na siri kati yetu. Wacha afanye hivi, wacha afanye hivi. Bwana Yesu apewe sifa. Ingekuwa ni uwezo mkagawanya watoto, si ndio? Wameitika.
Mngewanya watoto mkiwa mnakaa hapa nyumba moja. Na watoto ni wenu. Nasema kwa sababu sina wakati wa kuja kuambia. Hata watoto wakiwa niwaambie ukweli. Na naenda kwa watoto kuna wako hapa wanashuhudia yale kwa manyumba zao. Lakini ni mbaya ukitaka mtoto ashuhudie. Ati mama anaenda kazi na mtoto analala njaa. Jirani ndiye anatoa unga. Baba anaenda kazi, mtoto analala njaa. Ningekuwa na uwezo ningekutandika viboko. Lakini kwa vile sina uwezo na kuombea Mungu akufungue. Lakini hakuna mtu anaweza kufungwa kama kamba. Mtu ukibarikiwa unaenda ulise familia yako, ulise bibi yako, icharisi kama akona kazi ama ana, hiyo jukumu ni yako. Na ndio naona ya kwamba hata bibi akuwa na kazi anabarikiwa zaidi. Kwa sababu anakuwa join na mtu mmoja. Lakini sio kumrasimisha. Kwa hivyo sijasema wamama msirize. Nataka mwenielewe sana. Ukiona mama na baba wako na kazi lakini mzee anakuja angalia ile ya mama, anainuliwa sana katika nyumba yake. Na ukiona mama akienda kazi na baba lakini aseme leo hatuna kibiriti, na imagine alikuwa kwa kazi the whole month. Lakini anataka mzee aninue kwa sababu ni hiyo. Lakini asemi, mama asemi anakuja, baba asemi anakuja. Endo ona hiyo nyumba vile inainuka. Mungu anapiga umaskini kabisa. Kwa sababu anachua kile wanaofanya ni yeye aliyowabariki, lakini sio wao waliojibariki. Kwa hivyo ikiwa wewe uko mmoja wao unaacha watoto njaa, na unaacha watoto nje na unaenda kazi, hiyo ni mbaya sana. Hiyo ni mbaya sana, ni maonyo kutoka juu mbinguni. Hiyo ni mbaya sana, Bwana asikazike nayo. Watoto waende shule, wasome vizuri kwa sababu kazi uko na. Watoto wakule vizuri, wako na. Kama ni ndogo ndogo zako, usichokalia na hizo ndogo ndogo. Bwana Yesu apewe sifa. Nyanya yangu mimi alikuwa ananiambia zamani, walikuwa wanaolewa wanawake 3 4 hata 5. Wewe unaficha huko ya nini? Kama unaona unachiweza, waleto mwambie wewe, Esther, huyu tupokaa na yeye. Kwa nini unaenda kando kando na haribu? Alafu kasi yake hizo unaanza kuhangaika, unaanza kuangalia kama nini kwa maji. Alikuwa anasema kitambo walikuwa wanaolewa, wakizaa watoto kama ni 6, wametoseka na huyo, anakuambia unakubali madamu, nileta mwenzako. Ama ni nani anaweza kunipongeza walikuwa wanauliza sana hivyo? Hawakuwa wanaoa hivyo kama siku hizi. Siku hizi uko na mtoto mmoja lakini unakimbia, unakimbia kama swara. Na saa hii dunia imeisha. Yaani wako kwa nyumba hajasiba. Bibi yake hajasiba. Hata nywele ashuki, lakini wanashuka yule ako pipeline huko. Chiu wake asuka hata akito, hata huyu mwenye wakanda anakusanga. Kipata anapata mtoto ameparara, ati wewe anakupeleka kama nini? Anakuona kama mjinga, anasema uacha nikule bado. Na mtoto wako anaparara, anaenda, hata wengine wakifika kwa shule wanarara. Kwa sababu hawakukula. Ati wewe unafurahi ndio unapata unafanya kazi ina faida. Sio ungalize huo wako hata akitoka hapa wanafikiri mtoto wa mheshimiwa lakini sio wa mheshimiwa. Ile ndoa iliyotanizwa na wewe. Sio ile ndoa ya concubine. Bwana Yesu apewe sifa. Aivaa hata yeye aone huyo mtoto ni wa fulani. Mimi nilivyofikiri ni wa minister fulani. Akule. Unaona wakati wangu wazozo walikuwa wanatuambia wanakaa, ukikubali wanaleta. Na walikuwa wanakaa. Kama mimi nimetoka kwa familia wanawake wangapi? Lakini mimi wakati wa kwanza alikufa ndio nilijua ni aunti yangu lakini sio nyanya yangu. Kwa sababu alikuwa anaita familia mzima nakaa. Anatutolea story, hakuna mtu anaweza kuchua ati mama aenda kuambia ati yule ni mbaya. Hiyo nyumba utarara. Amesomesa wale amemaliza, amekuja, amesomesa hao wamaliza. Atena analeta mwingine. Mnaelewana. Lakini sasa unaficha mpaka 5. Hata wewe unashindwa kununua vesti kuvaa. Kwa sababu hata unashindwa kununua vesti ama kipande ya shilingi 50 ndio fuliwe nguo. Unaruhusa hapo naambia mama hizo nguo ufue. Sasa mama anashindwa. Tafua nini? Tatoa wapi?
Ati kwa ajili amekuona umeenda mjengo, anafanya kazi. Amekuona umeenda kufua nguo huko Maradaima, kuna kazi. Ukipata hakuna hapo, unaanza kumtetesa, anza kuongea mbaya, pepa watoto enda. Unasahau watoto ni wako na yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Ngalisa hao wako tuone umejiweza. Wakitokea tunaona ni star. Wangale wasifukuzwe zure. Watoto wasibe. Wabadilishe mayai na chapati asubuhi. Sio unaruhusa mtu wako Tanzania na wako ameparara hapa ati unachukunja, mwanaume anachukunja kwa kitanda. Na mama akitoka nje akulelee watoto. Na mtoto akiandikwa unasema ni wangu. Lakini ni mbaya sana. Wasasi tuerekebishe. That's very bad. Mbaya kabisa. Wacha kama uko na kazi nzuri, ile mama anaenda na asoro, Sairo yuko karibu ananunua dawa ya mtoto. Sairo yuko karibu ananunua mboga. Lakini sio mwachie machukumu ati kulisa huyo school fees hivi. Tunataka maombi ama tupendue maombi ya makazi. Itafika wakati tupendue maombi ya makazi. Ikiwa usukirikie nyumba tutapendua. Inafaa tupendue. Kama usukirikie nyumba yako tupendue. Tuambie Mungu na Mungu ataitika. Na hii tutaifanya hapa. Mungu ataitika haraka sana. Hakuna jambo ataitika kwa sababu alikubariki usukurikie yeye. Ati unasema bibi kwa chini wewe uko na hiyo kibarua kidogo, lipa school fees. Mimi nimelipa nyumba, alisa watoto, lipia. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Lakini tuangalie hivi. Sijasema wamama wasisaidiane, lakini wanaume mmekuwa too much bwana. Tumekuwa too much. Tunaomba tuombe msamaha ndio Bwana atubariki atuinue. Tungekuwa wengi tumeinuliwa kazini. Tungekuwa wengi tumefanya kazi kubwa. Lakini kwa sababu tunataka kutesa yule ulioleta, unasema wacha afanye hiyo kazi. Yako unakula kando kando. Siku moja mtaingia hapo, mnastarehe mnakula. Hiyo ugali itakunyongea hapo hoteli kubwa. Kama ni ulevi hiyo itakunyongea hapo. Kwa sababu watoto wanalia washibi. Mama ile anavulia nguo ndiye analeta. Anapiga kamuchere kakuota. That's very painful. Mbaya. Mbaya tubadilishe. Hiyo kwenda kuisha tupate tumefanya nini? Tumebadilika bwana. Ndio hata Mungu akicha anajibu maombi haraka kwa nyumba. Unajua Mungu anajibu maombi, ndio unapata watu mtu anakula 50,000 afanye kitu, lakini yule anakula 5,000 anajua maana ya kutafuta. Anasema kesho nitapata, kesho nyingine, kumbe ukipata unaingiza penye nyingine. Lakini yule apata 5 anarekebisha. Si unapata mtu anapata 10,000 hapa lakini anasomesha watoto. Lakini unapata mtu anapata taiti 20,000 ashughulike na watoto wake. Na unajua hii kazi ya muhindi ni ya wakati. Utaitumia vizuri. Kwa hivyo tuerekebishe kabla Mungu atakasirika, tugeuze maombi. Mimi nitayageusia hapa. Mko ready? Mimi nitayageuza hapa. Ule mama umeachia jukumu, ule dada umeachia jukumu, Mungu amfungulie kazi kubwa. Ndio Mungu akanene, ndio watoto wakae smart. Kiwa wewe mama unaficha chako kando, Mungu afungulie mzee kazi kubwa. Kiwa wewe mzee unajikunya nasema una kila wakati una. Hadi madeni. Tutaomba hapa. Na tugeuze. Na ni mwaka sio mwaka mwingine, kwa sababu wakati naomba naona kilio ya wamama wengi. Kilio. Watoto wengi, mtoto anaenda kwa shule ako na njaa. Hadi unasema uko na kazi. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua ni hivi sana ukisema uko na kazi na mama anaenda kwa jirani ananiambia nikopese. Na anaona wewe unatoka na mama anaenda anatoka anafanya kibarua kidogo. Anaona anatoka na anaenda anakoba. Imagine ni picha gani unaleta mahali unakaa. Mtoto anafukuza anakaa kwa nyumba. Ni picha gani unaenda kazi? Sio kazi itoke basi. Mtoto kwa nyumba na unaonekana unaenda kazi. Tumeshidi. Tuombe msamaha. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa ajili ya ndugu zangu, rafiki zangu, niseme sasa amani nawe.
Daudi akawaombea rehema na baraka, akasema kwa ajili ya ndugu zake na dada zake, amani ikae nawe. Kwa wale walioamini neno la Bwana na kuzingatia, kwa wale waliopokea ujumbe wa Bwana na kukaa, yeye aliwaombea amani ili ipate kukaa nao. Bwana Yesu apewe sifa. Aliwaombea amani ikae nao. Alisema kwa ajili ya ndugu na dada katika Kristo, wale waliovumilia naye kumtafuta huyu Yesu, wale waliovumilia nao kuungana kuenda kanisani, kuombea nchi, kuombea taifa, kuombea watu walio wanyonge, kuombea maskini. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia yeye akanena akasema amani ikae nawe. Wasije wakafanya nini? Wakawa watu wameenda kando kando, lakini wakae na amani. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua wakati uko na amani, unaweza kuwa na pesa lakini una amani katika nyumba yako. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ukiwa na amani ya Yesu Kristo, iko sawa kabisa, kwa sababu yeye anakuongoza vile upendavyo. Kila chawapi unaweka Mungu mbele. Kila jambo unafanya unamweka mbele. Unamwambia najua kwamba bila wewe siwezi, lakini najua kwa ajili ya nguvu zako na uwezo wako utaniwezesha kuenda mbele. Bwana Yesu apewe sifa. Na wewe mwanafunzi usigive up kusoma. Ati unaona unasoma zaidi lakini upiti. Mwambie Bwana na kuweka mbele yangu, unifundishe na unifungue. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu akuonyesha, akufuatie njia ya kusoma ndio upate kuelewa. Penda Mungu wako. Wakati mimi nilikuwa mtoto wa Sunday school, nilikuwa natembea na Biblia inaitwa New Testament. Hiyo kwa natoka kwangu. Kwa hivyo hiyo spirit ukiendelea kuomba na kusoma Biblia, tusiwapee Biblia mnaenda mnaweka kwa sanduki mnaacha. Mnakumbuka siku ile mnaenda kwa church, mnarudi. Isome kila wakati saa ile unapumua. Bwana Yesu apewe sifa. Na usiongoche wakati ukutafute, ili wewe utafute wakati kutafuta uso wa Bwana. Mwambie Bwana nakupenda sana. Na kupenda kwa sababu unajua masomo yangu bila wewe ni bure. Kwa hivyo naomba utamaraki katika njia zangu na katika masomo yangu. Na ukumbuke wasasi wale wanaojikakamua kunitafutia. Bwana Yesu apewe sifa. Unaambia na wasasi na hao wanabarikiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Unaambia hata Mungu wao wakumbuke. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa ajili ya nyumba ya Bwana Mungu wetu nitakuombea mema. Akawaahidi, akawaambia kwa ajili ya nyumba yake ya Bwana ataomba mema kwao. Kwa nini aliamua kuombea mema? Kwa vile waliozingatia neno la Bwana. Hawakuenda kinyume cha mapenzi ya Bwana. Wakati walipoambiwa tuendeni nyumbani kwa Baba, wote walisangilia. Hakuna mtu aligeuka akasema hatutaenda kuabudu Mungu. Hakuna mtu aligeuka akasema leo niko na safari. Hakuna mtu aligeuka akasema leo niko na homework. Hakuna mtu aligeuka akasema leo nimesikana sana. Lakini wote walisema tuendeni nyuma mwapa, tukatafute uso wake, tumwabudu. Kwa vile waliotenda hiyo kitendo ya kumfurahisha, akasema atawaombea mema. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo uacha tuombeane mema. Wacha tuombe Bwana apate kugusa nchi yetu ya Kenya. Wacha tuombe ili apate kugusa wale wamegeuka, wameanza kumuasi. Wacha tuombe kwa wale hawajui neno wapate kutambua Yesu. Unajua kuna wale wanasikia kuna Yesu tu. Kuna wale walienda wakadarua Biblia lakini hawakai. Lazima umuogope yule Mungu aliyekuumba. Amekupatia pumzi ya kuishi na kukaa katika neno. Haleluya. Kwa hivyo ni wakati tunaotafuta wakati tunaotafuta uso wa Bwana. Wakati huo sio kuangalia huyu amesema nini. Kuna vitu vingine unaweza kuangalia ndugu yangu ikufunje moyo. Hata ukisikia yale mambo yaliongea ndani yake unakuazika. Utapata wakati wa kuomba vile inatakikana. Haya yote ni kelele kwako na ni kelele mbele ya Mungu. Wewe ambie Bwana mimi nakupenda. Najua hakuna mtu naweza kufananisha kama wewe. Wewe ni mwaminifu mtakatifu. Wewe ukisema ndio umeamua. Bwana Yesu apewe sifa. Mwanadamu hawezi akafanyia kitu. Kelele yake ni kelele kama ya chura iko kwa maji. Wewe mwabudu Bwana, mshike yeye kama utamshika. Ayubu alikaa katika neno akazingatia. Yesu Kristo wakati alipojaribiwa kutoka katika maombi
Alijaribiwa. Kama yeye alijaribiwa, wewe ni nani? Utatusiwa, utaambiwa maovu, utaitwa mambo ingine haifai. Hata watoto wako watakigeuka. Lakini wewe simama katika neno. Ambia Bwana, mimi nakuhitaji. Mimi najua ni wewe tu tegemeo. Na Bwana yeye atakutema. Ndio Daudi aliamua kwamba vile waliamua kumfuata huyu Yesu Kristo, yeye atawaombea mema. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye atawaombea mema, atawaombea maovu. Na unajua kwamba maombi ya Daudi inafika. Maombi ya Daudi inafanya nini? Inafika. Kwa hivyo yeye akasimama, atasimama nao. Kwa sababu atakuwa amekuwa mkamilifu, wamekuwa wakamilifu, wanyenyekevu katika njia za Bwana. Akaona hata waacha atasidi kuombea mema. Na Bwana anajua kwamba wakati huo na Bwana atachitirisa na yeye atachibu walio wake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tusiache kumwabudu Bwana na kumuinua. Usipungukiwe na imani kwa yale unayosikia. Usiende ukaacha neno la Bwana kwa sababu ya vita ama magonjwa. Wewe mwambie Bwana, mimi nakuhitaji. Hata ikiwa niko kitandani, mimi nakukumbuka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana anahitaji yule anaomtafuta kwa bidii. Sio yule wa kumpapasa usiku na mchana. Yeye anapenda yule anaomwomba usiku na mchana. Weka Mungu mbele yako na uone mazao yake na matunda yake. Bwana awabariki. The final say, Jehovah, the final say, Jehovah, I live, hurrah. The final say, Jehovah, the final say, Jehovah, I live, hurrah. The final say, Jehovah, the final say, Jehovah, hooray, hurrah. My name is Sanchez Ava Melvin. John 31, it says, obey the Lord, the winning of wisdom. My name is Samuel Davason. Let one live in water over my soul. Let your Holy Spirit come and take control. Save this situation that I from my mouth. Let your Holy Spirit unto you I roll. Jesus, Jesus, Jesus. My name is Sian and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Genesis chapter 1 verse 1. It says, God created the universe. My name is Regan and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Act 4 verse 1. It says, there is one body and one spirit, just like you have called. Majina langu naitwa Samuel Tumbo na niko naimba. Watoto ni zawadi kutoka kwa Mungu, mmepewa wazazi na Bwana Mungu. Naomba wazazi mtufundishe ile njia kweli kutoka kwa Mungu, na sisi hatuwezi kusahau, na sisi hatuwezi kusahau. My name is Linda Bore and I have a song. Umeombewa mabaya, umetukanwa majina mabaya, umesoma mabaya, but remember God will never forsake you. Kalenda ya Mungu sio kama ya mwanadamu. This is the day that you go pagekong, nobody can stop the reggae. Kalenda ya Mungu sio kama ya mwanadamu. This is the day that you go pagekong, nobody can stop the reggae. Walionidharau watanisalimia kwa heshima, saluti ya fande. Walionidharau watanisalimia kwa heshima, saluti ya fande. Sikufi moyo ijapokuwa saa zingine ni ngumu, sikati tamaa bado, nimeweka imani nitafika. Kalenda ya Mungu sio kama ya mwanadamu.
This is the day that Ogopa Kong Pagi Kong, nobody can stop the reggae. Kalenda ya Mungu sio kama ya mwanadamu. This is the day that Ogopa Kong Pagi Kong, nobody can stop the reggae. Walio ni dharau watanisalimia kwa heshima, saluti ya fande. Walio ni dharau watanisalimia kwa heshima, saluti ya fande. Thank you. My name is Michelle Nema and I have a song. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. I want to see you, Lord. Sing it holy, holy. Sing it holy, holy. I want to see you, Lord. Sing it glory, glory. Sing it glory, glory. I want to see you, Lord. Thank you and welcome. My name is So from Nabiba of Christian Church and I have a song. Nampenda Bwana Yesu, ninampenda. Amen. Ninampenda Bwana Yesu, ninampenda. Amen. Alinipenda kwanza, amen, nikampenda, amen, tukapendana, amen, asifiwe, amen, nampenda. Amen, nikampenda, amen, tukapendana, amen, asifiwe, amen, nampenda. Bwana Yesu ninampenda. Amen. Alinipenda kwanza, nikampenda, amen, na huyu Yesu, amen, asifiwe, amen, nampenda. Bwana Yesu ninampenda. Thank you. My name is Sheila And I'm Naomi. and we have a song. Bwana Mungu, nashangaa kabisa nikifikiri jinsi ulivyo, nyota, nguru na vitu vyote pia viumbavyo kwa uwezo wako. Bwana Mungu, nashangaa kabisa nikifikiri jinsi ulivyo, nyota,